kwanza, raituhum mutawahidin, nimewakuta waislamu kule wana umoja wa hali ya juu. Gonjwa ambalo lipo leo katika mikoa yote, takriban maeneo yote ya waislamu, ni ukosefu wa umoja na mshikamano na bifu kubwa kabisa baina yetu. Lakini waislamu wa Mbeya wameweza kukaa, wakatengeneza organization zao, wakatengeneza umoja wao, wakatengeneza mshikamano wao, kiasi ambacho maimamu wa mkoa mzima wametengeneza umoja wao, wanaita umoja wa maimamu wa Mbeya. Na wana gari lao zuri kabisa, lina chata kubwa kabisa, umoja wa maimamu wa mkoa wa Mbeya. Hapo leo huwezi kuyapata Dar es Salaam. Na kama Dar es Salaam utapata gari ina chata, basi ni umoja wa maaskofu, ni umoja wa mapasta, ni umoja wa mapadri, ni umoja wa makanisa, lakini umoja wa maimamu wa mkoa mzima. Hili jambo liko mara ya kwanza binafsi nimeliona katika mikoa yote tuliyopata kutembea katika nchi yetu ya Tanzania, kasoro mkoa wa Ruvuma tu. Nilipoiona hii hali na wakatupokea usiku wa manane kwa magari kadhaa na wingi wa watu kadhaa, mashekhe mbalimbali wakiwa pamoja na mwenyekiti wa maimamu wa mkoa mzima, Sheikh Idi Tua. Lakini wana umoja wa madrasa zote zinazofundisha Qur'ani tukufu, zimeungana, zina mitaala moja, zina mwelekeo mmoja, wana vikao vyao. Ama kweli waislamu pahala tunapokuwa wachache tuna harakati, lakini tunapokuwa pahala wengi tunabweteka na kuzembea. Umoja wa madrasa na walimu wa Qur'ani ni chini ya Sheikh Zuberi Abdurrahman. Viongozi wote hawa wakawakilisha waislamu na wakaja wakatupokea takriban kilomita kadhaa kabla kuingia katika mji wenyewe usiku wa manane. Na suala la umoja na mshikamano, ndugu zangu, ni suala nyeti sana. 31 32 aya nambari katika suratul Rum, Allah anasema, na wala msiwe miongoni mwa washirikina ambao miongoni mwa wale waliogawanya na kufarakanisha dini yao, na hatimaye wakawa makundi kwa makundi. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila kundi linafurahia maslahi yake na mambo yake. Allah ametukataza kugawanyika, mgawanyiko ambao leo upo. Sisi tumegawanyika kupita maelezo, na kila taasisi na kila jumuiya na kila asasi na kila mmoja anatazama maslahi yake na haangalii maslahi ya Uislamu. Wenzetu katika zama zilizopita, kauli mbiu yao almuhim an turfa'a rayatu la ilaha illa Allah, kitu ambacho ni muhimu zaidi kuliko vitu vyote, bendera ya la ilaha illa Allah isimame katika ulimwengu huu. Lakini sisi leo kauli mbiu yetu, man yarfa'u rayata la ilaha illa Allah, ni nani wa kunyanyua bendera? Wao wenzetu walikuwa hawana hilo. Nani wa kunyanyua walikuwa hawajui. Wao walikuwa wanajua bendera isimamishwe na yoyote katika sisi. Lakini sisi ubinafsi ni mwingi, sisi umwinyi ni mwingi, sisi uanania ni mwingi, uselfish ni mwingi. Kila mmoja anataka aonekane yeye ndiye hodari katika Uislamu, na taasisi yake ndio hiyo ni nambari moja kuliko taasisi zote, na taasisi yake ndio inafanya juhudi kuliko taasisi zote, na bendera ya Uislamu nchini Tanzania imepandishwa na taasisi yake. Wenzetu walikuwa wanasema lazima Uislamu usimame. Sisi usimame kupitia kwangu na sio kwa mwingine. Waislamu katika suratu Al-An'am aya nambari 159, Allah anamwambia mtume wake Muhammad, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a
lasta minhum fi shay innama amruhum ila Allah inna alladhina farraqu dinahum, hakika wale waliofarakanisha dini yao, wakanu shi'a, wakawa makundi kwa makundi, lasta minhum fi shay. Mtume Muhammad yuko pamoja na wale wanaounga, wanaojenga, hayuko pamoja na wanaovunja na kubomoa umoja na mshikamano wa Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Waislamu, mwanawachuoni Dr. Abdullah Shakir alinifurahisha katika yale maneno yake pale aliposema inna a'daa al-umma yatasayyaduna ba'd al-khilafat wa yaqumuna bitakbiriha hatta taltabisa ala dha'af an-nufus. Maadui wa Uislamu wanatafuta nukta ya udhaifu wa Uislamu na Waislamu, wanatafuta yale mambo ambayo Waislamu tunayagombea miaka yote, kisha wanachukua yale na kuyapambia moto, kuyachochea, kuyakuza. Hata wanaweza wakawatumia baadhi yetu wakawa wanayakuza yale, ili wale Waislamu maamuma wapate unyonge na wakate tamaa ya kuwa dini haiwezi kusimama kwa sababu viongozi wetu lao si moja na viongozi wetu hawako kitu kimoja. Waislamu wa Mbeya wakati wananipa tathmini na takwimu ya kazi zao na umoja wao, swali moja ilibidi niwaulize. Katika mambo yanayotufanya sisi hapa mjini tugombani, niliuliza swali la kwanza, mkoa mzima mnaswali swala ya Idi wakati mmoja? Wakaniambia hapana. Nikasema hapa si ndio patamu? Sisi swala ya Idi ambayo ni sunna, ikifikia kiwango cha hali ya juu itakuwa ni sunna muakkada, sunna iliyosisitizwa, na umoja na mshikamano ni amri ya Allah, si sunna, ni amri. Sura ya 3 aya nambari 103. Sisi leo swala ya Idi natugombanisha. Kwa nini kawai kuswali kabla yangu? Wanauswali leo, wanauswali kesho. Makundi ya kipotovu yanazidi kuenea. Leo asubuhi nimerushiwa klipu ya Rafidhi moja, Lishia limoja, akijaribu kuatia doa Abu Bakar as-Siddiq na Umar ibn al-Khattab. Eti anasema wakati mtume anakufa hawakuwepo. Walikuwa wapi mtume anakufa? Wao wanajua ghaib, wanajua kwamba mtume leo anakufa. Si walikuwa wakifanya majukumu ya mtume? Hivi leo baba yako mzazi kafa, nyinyi wangapi leo mmefiwa na wazazi na hamkuwepo wakati mama anakata roho hospitalini au baba anakata roho hospitalini, na pengine mlikuwa mikoani, hamjawahi kuhudhuria mazishi ya wazazi wenu? Hilo ni sababu ya nyewe kuwa hamfai? Makundi ya kipotovu yanaanza kutoa makucha yao mabaya, wanapata upenyo na nguvu, kwa sababu sisi tunagombea Arafa, tunagombea Eidul Adha, tunagombea Eidul Alfitri, tunagombea Maulidi, tunagombea khitma, tunagombea hiki na kile. Zaidi ya miaka 30-40 tangia magomvi haya yaanze, hakuna aliyebadilika na hakuna aliyesarenda, bali uadui na uhasama unazidi kuongezeka baina yetu. Nilipowauliza wakaniambia, walinijibu jawabu ambalo limenisisimua na kunitoa machozi ya furaha. Ibn al-Qayyim anasema machozi yako aina 5.
Katika aina 5 kuna machozi ya furaha. Ni kipi walichoniambia? Inakuwaje mnajisifu, mnajigamba, mnajifakharisha, mnafurahia na kumshukuru Allah, mna umoja, hamuna madhehebu, hakuna kunyoshana vidole hapa Mbeya, letu umoja, tuna umoja wa maimamu, tuna umoja wa walimu, na hakuna ambaye atatoka nje umoja huu. Letu ni moja na kila kitu chetu ni kimoja. Inakuwaje swala ya Eid inapofika na kila mtu na mtazamo wake? Kipi kilichotokea? Yapi yaliyojiri na yapi wanayafanya pindi hayo yakitokea mbele ya ndugu zetu huko wa Mbeya? Wanasema ya kuwa pindi ambapo kama tutafunga pamoja misikiti yote, Waislamu wote tunaswali uwanjani, wote uwanja mmoja tu, hakuna habari ya kila moja kuwa na kiwanja chake. Na ikitokea kwamba wanaofuata mwezi wa kimataifa wanaswali kesho, sote tunaungana kuwawezesha kesho waswali salama salimini. Tunatafuta vipaza sauti kwa pamoja, vikalio kwa pamoja, kila kitu pamoja, tunawaambia haya, swala njema. Na siye ni siku ya pili yake na wao wanaungana na sisi kutufanyia yale ambayo tumewafanyia siku ya jana. Allah, tahiyatan lakum ya ahla Mbeya min fawqi hadha almakan. Mimi nawapa salam na salut Waislamu wa Mbeya kutoka katika mimbari hii iliyoanzishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Idi zikigongana wanaswali wote uwanjani mmoja tu, mpaka marapisi marasio Waislamu na wao wanaambia tuswali pamoja. Na idi zikitofautiana basi wanakuwa pamoja kwenye kamati ya maandalizi wote. Hata ambaye anaona idi ni kesho kutwa ataandaa maandalizi na kuwapa wenzake kesho akaswali. Kwa nini? Wanasema hii ni ibada, hawatufanyii sisi, wanamfanyia Allah. Wameona njia kumwabudu Allah sahihi ni hii, wacha wafanye, na sisi kesho yake hatuwafanyii wao, tunamfanyia Allah. Dini hata siku moja haiwezi kutugombanisha, ibada hata siku moja haiwezi kutugombanisha. Umoja wetu ni muhimu. Isitoshe sisi hapa Mbeya tuko asilimia chache, hata 5 hatufiki katika 100. Nikawaambia japo mko mbali, tunawaita watu wa bara, mikoa ya nyanda za juu za kusini. Sisi tunajiona hapa ndo kila kitu, lakini mmetushinda kwa vitu vingi sana. Ndugu zangu Waislamu, athari ya kwa Islam kukinzana, kugombana mara kwa mara, angalia katika sura ya 7, katika sura ya 8 Al-Anfal aya nambari 46. Msikilizi Allah anasemaje. Allah anasema wa atii'u Allah wa rasulahu, mtiini Allah na mtume wake Muhammad, wala tanaza'u, wala msikinzane, wala msigombane, wala msizozane, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Mtakapokinzana, mtakapogongana, mtakapogombana kila wakati, basi mtafeli na nguvu zenu zitatoweka. Ndio kilichopo leo katika Dar es Salaam hii, kama sio katika nchi nzima. Tunayo sababu zote na tunayo haki ya kuwaiga Waislamu wa Mbeya. Ndugu zangu Waislamu, kwa kwenda haraka haraka, katika jopo la mashekhe walitupokea Sheikh Dur, Sheikh Ibrahim Bombo, imamu wa msikiti wa Bara bin Azib, na Sheikh Idi Tua, mwenyekiti wa maimamu wa mkoa mzima, Sheikh Zubair ambaye ndiye mwenyekiti wa walimu na madrasa zote zinazofundisha Qur'ani mkoa wa Mbeya, bila ya kumsahau Sheikh Khalfan. Huyu ni kijana wa Kiomani, kijana ambaye ukimwona alivyo huwezi kuamini mambo anayoyafanya. Ameamua aondoke Dar es Salaam akaishi Mbeya kunusuru Uislamu.
ameanzisha marakizi mbalimbali ya tahfidh al-Qur'an, marhala mbalimbali tamhid na ibtidaiya, mahali za kidini. Hivi sasa nimemwacha akiwa anaendelea na ujenzi wa msikiti na mahadi ya ghorofa 4 zimeshasimama.